Habari na karibu kwenye Akili za Kujua na Mzungu Baridi. Video hii tena inahusu kupima urefu kwa kutumia vivuli. Video iliyopita ilikuwa kuhusu vitu wima, yaani miti iliyonyooka NK. Lakini vipi ikiwa mti si mnyoko bali umepinda? Video hii inashughulikia hili na maswali mengine. Sura ya 1. Kabla ya kueleza jinsi ya kukokotoa urefu wa mti uliopinda, ninahitaji kukuambia jambo muhimu kuhusu kupima. Tunapopima kitu, daima tunapaswa kujiuliza, inahitaji kuwa sahihi kiasi gani? Wakati mwingine tunahitaji takwimu sahihi sana. Kwa mfano, wakati wa kujenga daraja au ndege. Lakini tunapotaka kupima urefu wa mti, mara nyingi inatosha kujua urefu wa kukadiria. Sasa inakuja swali muhimu, kwa nini upimaji wakati mwingine si sahihi kabisa? Je, labda hesabu ni potofu? Hapana. Hisabati ni sahihi. Lakini katika hisabati, kila kitu ni kamili. Hapo ardhi ni tambarare kabisa. Kipimo cha kamba hakilegei. Fimbo ya kupimia ni nyoka kabisa. Mwanga daima hutoka upande ule ule. Hali hizi huitwa hali za maabara. Maabara, kila kitu kinaweza kuwekwa kwa usahihi mkubwa. Lakini nje katika maumbile ni tofauti. Ardhi inaweza kuwa si tambarare. Mchanga si sawa. Fimbo imepinda kidogo. Jua husogea kila dakika. Ndiyo maana kuna tofauti ndogo kati ya kile tunachokokotoa na kile tunachopima. Hii huitwa uvumilivu au kosa la upimaji. Na hilo ni jambo la kawaida kabisa. Jambo la muhimu ni kwamba tujue upimaji haujakamilika kamwe, lakini unaweza kuwa mzuri vya kutosha kwa madhumuni yetu. Sura ya 2. Mara nyingi miti haisimami wima ardhini, bali huwa imepinda upande fulani. Labda tayari umegundua jinsi bado unavyoweza kupima urefu. Kwa kweli ni rahisi sana. Katika picha, unaweza kuona kwamba sehemu ya juu kabisa ya mti iko juu ya kivuli. Ikiwa kitu hakiko wima, kivuli chake ni kirefu kuliko kile cha fimbo yako iliyonyooka. Kwa hivyo, ukipima kivuli hiki kirefu mno, matokeo ya hesabu yako bila shaka yatakuwa kwamba mti ni mrefu kuliko urefu wake halisi. Hii inamaanisha kwamba inabidi kwa namna fulani utambue sehemu ya kivuli cha mti ambayo ni ndefu mno. Katika hali hii, unapima wima tena, lakini si kutoka kwenye shina, bali kutoka kwenye sehemu iliyo chini ya sehemu ya juu kabisa. Nukta hii huitwa nukta ya wima. Kutoka nukta hii, tunapima urefu wa kivuli hadi ncha ya kivuli. Kwa nini si kutoka kwenye msingi wa shina? Kwa sababu tunataka kujua urefu wa wima, sio urefu wa mteremko wa shina. Tunapima fimbo yetu tena na kuhesabu kwa kutumia uwiano ule ule. Formula ni ile ile kama katika video iliyopita. Urefu wa mti, urefu wa fimbo, kivuli cha mti kilichopimwa, kivuli cha fimbo. Hii inatupa urefu wima wa mti hata kama umepinda. Ikiwa tunataka kujua urefu halisi wa shina lililopinda, tunahitaji pia kanuni ya Pythagoras ambayo naielezea katika video nyingine. Lakini kwa urefu, mbinu ya kivuli kwa kawaida inatosha. Na sasa hapa kuna jambo la kushangaza. Hii miaka 2600 iliyopita, mtu alikuwa na wazo lile lile. Sura ya 3. Mgiriki anapima piramidi. Tayari nimekuambia kuhusu Thales. Alikuwa Mgiriki. Siku moja alisafiri hadi Misri na akasimama mbele ya jengo kubwa sana. Piramidi ilikuwa ndefu mno kupanda na kuipima kwa njia hiyo. Hata hivyo, alitaka kujua ilikuwa na urefu gani. Lakini angewezaje kufanya hivyo? Kisha akapata wazo la kipekee. Alitumia kivuli. Kulingana na hadithi, alisubiri hadi kivuli chake kiwe kirefu sawa na urefu wake. Wakati huo, yafuatayo yalitumika: urefu wa kivuli. Hivyo ilibidi apime urefu wa kivuli cha piramidi kwa kasi ya umeme au kwa msaada wa msaidizi.
Hili lilipaswa kufanywa haraka sana, kwani urefu wa kivuli hubadilika kutokana na mabadiliko ya nafasi ya jua. Vyovyote iwavyo, kwa namna fulani aliweza kufanikiwa. Imekamilika? Bado sio. Hapa ndipo tatizo linapoanzia. Unapima wapi hasa kwenye piramidi? Kwenye ukingo? Katikati? Juu? Urefu halisi wa piramidi hupimwa kutoka katikati ya msingi hadi juu, lakini kivuli huanza kwenye ukingo wa piramidi. Hii inamaanisha kwamba Thales ilibidi aongeze nusu ya upana wa piramidi ili kufika kutoka ukingoni hadi katikati. Kwa hivyo, huenda alifanya yafuatayo: alipima kivuli, akaongeza nusu ya urefu wa msingi, na hivyo akakokotoa urefu halisi. Hiyo ilikuwa akili sana. Fomula ya hili ingekuwa hivi: urefu wa piramidi, kivuli ongeza nusu upana, urefu wa fimbo, kivuli cha fimbo. Vinginevyo, angepima urefu kutoka ukingoni tu, sio kutoka katikati. Tunaweza kujifunza nini kutokana na hili? Iwe ni mti uliopinda au piramidi kubwa, hisabati siyo sehemu ngumu. Sehemu ngumu ni kupima nukta sahihi, kujua pa kuanzia, kupunguza makosa. Sayansi ni kufikiri, na ndivyo hasa Thales alivyofanya. Alifikiri. Hii ni njia nyingine bora ya kupima urefu wa mti, na jambo zuri ni kwamba inafanya kazi hata wakati jua liko mbali. Njia ya fimbo au njia ya mkono fimbo, mbinu ya pembe tatu ya mwanamichele, fimbo ya kutembelea. Unachohitaji ni fimbo au fimbo ya kijio na mikono yako. Hivi ndivyo inavyofanya kazi. Chukua fimbo iliyonyooka ambayo ni ndefu sawa na mkono wako ulionyoshwa, kutoka jicho lako hadi kiganja chako, kwa kawaida takriban sentimita 60-80 kulingana na mtu. Shikilia fimbo wima mbele yako ukiwa umenyosha mkono wako kama nanga ndogo. Songa mbele au nyuma hadi fimbo ifunike hasa kilele cha mti na msingi wa shina, yaani ncha ya chini ya fimbo inaelekeza kwenye msingi wa mti na ncha ya juu inaelekeza hasa kileleni. Sasa pima umbali kutoka kwenye shina la mti hadi miguu yako kwa hatua au kamba ya kupimia. Urefu wa mti. Umbali huu ongeza kiwango cha macho yako, takriban mita 1.5 kwa watoto, watu wazima. Kwa miti iliyoinama pima umbali kuelekea upande wa mti, sio upande ambao mti umeinama, ili mti usiinamie kuelekea kwako au mbali na wewe, kisha kwa kawaida utapata kipimo sahihi kabisa. Faida: hakuna kivuli kinachohitajika, hufanya kazi katika hali yoyote ya hewa. Jaribu tu kuona kama kipimo chako ni sahihi na uniandikie maoni kuhusu usahihi wa kipimo chako. Natumai umefurahia mhadhara huu na kwamba umekufanya kuwa mwerevu kidogo. Usisahau kupenda video na kujiandikisha kwenye kituo. Ikiwa unataka kunisaidia kifedha, angalia maelezo ya video ambapo utapata anwani yangu ya barua pepe. Natarajia video ijayo, na hadi wakati huo, usisahau, udadisi ndio injini ya maarifa.